Rais wa Kenya William Ruto ameingilia kati sakata la kifo cha mwanamke aliyefahamika kwa jina la Rachel Wandeto ambaye alifariki dunia akiwa hospitalini baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana mjini Nairobi. Rachel alipata umaarufu nchini Kenya baada ya kuchora tatuu ya sura ya Rais Ruto mwilini mwake pamoja na ujumbe wa kisiasa uliokuwa ukimuunga mkono rais huyo. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Kenya, Rachel alishambuliwa katika eneo la Mwiki Kasarani ambapo washambuliaji walidaiwa kumwagia petroli na kumchoma moto. Alipata majeraha makubwa ya kuungua zaidi ya 70% ya mwili wake na alikuwa akitibiwa katika hospitali ya Kenyatta kabla ya kufariki dunia siku ya Jumatatu. Baada ya taarifa za kifo chake kusambaa, Rais Ruto alitoa salamu za rambirambi kwa familia ya marehemu na kulaani kitendo hicho, akisema hakikubaliki kuona watu wakishambuliwa kwa sababu ya mitazamo yao ya kisiasa. Rais huyo alisema wahusika wote watachukuliwa hatua kali za kisheria bila kujali wanashawishi gani na wanatoka upande gani wa kisiasa. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani pia imethibitisha kuwa uchunguzi maalum umeanzishwa kuwatafuta waliohusika na tukio hilo. Waziri wa Mambo ya Ndani Kipchumba Murkomen aliwahi kumtembelea Rachel hospitalini kabla ya kifo chake na kuahidi serikali kutoa msaada pamoja na kuhakikisha haki inapatikana. Kifo cha Rachel kimezua mjadala mkubwa nchini Kenya kuhusu chuki za kisiasa na usalama wa raia. Wananchi wengi pamoja na viongozi mbalimbali wameonyesha hasira zao mtandaoni, wakitaka serikali kuwakamata haraka waliohusika na shambulio hilo. Wapo walioeleza kuwa matukio ya vurugu ya kisiasa yanaendelea kuongezeka nchini humo. Tukio hili limeendelea kuvuta hisia kubwa Afrika Mashariki, huku mashirika ya haki za binadamu yakitaja uchunguzi wa kina kufanyika. Wakenya wengi wameendelea kuomboleza kifo cha Rachel Wandeto, wakisema kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kusababisha watu kupoteza maisha yao kwa namna hii ya kikatili zaidi.